nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapambano makali yameripotiwa katika wilaya ya Kalehe ndani ya jimbo la Kivu Kusini kati ya waasi wa M23 na wapiganaji wa Mai Mai Wazalendo walioviteka baadhi ya vijiji vya wilaya hiyo. Waasi wa M23 kwa sasa wanajaribu kuwafurusha wapiganaji hao wa Mai Mai Wazalendo. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo. Mashuhuda wanasema mapambano makali yamefanyika tangu mapema asubuhi katika kijiji cha Kasheke baada ya mapambano mengine makali kutokea hapo na katika vijiji vya Lemera, Bushaku na kwenye baadhi ya vijiji vya wilaya ya Kabare na Kalehe. Vyanzo vya mashirika ya kiraia vilikadiria kuwa takriban vijiji 12 vimekuwa chini ya udhibiti wa Wazalendo, habari ambayo haijathibitishwa na M23. Pamoja na kupongeza juhudi za Mai Mai Wazalendo, Patrick Kubesha, mkazi wa Kivu Kusini, ambaye anawalaumu kwa vile mara kwa mara mashambulizi yao husababisha raia wengi kutekwa nyara. Si yenye tuelewe huko, nakuta tunalamuka asubuhi Wazalendo mara walivamia kakijiji fulani, kesho nasikia walivamia tena kakijiji fulani. M23 yuko na silaha nzito za kisasa. Wakishafika ndani ya vile vijiji, Wazalendo waga wanakimbia kwenye vilima, wanapotea. Kila kijana mwanaume ambaye atakutwa hapo wakati M23 nafika pale ni mshukiwa, na wengine M23 inawapeleka mahali ambapo hatujue. Sisi tulikuwa tunataka wapigane tu mara moja, kama ni M23 ndio tashinda, kama ni Wazalendo ndio tashinda. Sisi tunataka amani tu. Siku ya Alhamisi, Wazalendo walifanya mashambulizi mengine kando ya mbuga ya wanyama ya Kahuzi Biega kuelekea Shivanga hadi eneo linaloitwa Kafurumaye, ambapo sio mbali na barabara ya Kitaika namba 3 eneo la Miti Bunyakiri. Wengine walikwenda kwenye eneo la Murhesa lilopo kati ya vijiji vya Miti na Mudaka. Je, wakazi wengine wa Kivu Kusini wana mtazamo gani kuhusu mashambulizi haya? Baadhi yao wanaeleza. Tunapenda waungane ili basonge mbele, bakamate mji Kamanyola, bakamate Bukavu. Vitu ambavyo havijakuwa sawa nafasi ya Wazalendo, nafasi ya FARDC viweze kutiliwa sahihi. Kwa siku za usoni wakimbize adui, na ni hapo raia yote itafanya makazi zake kwa amani. Katika taarifa yake kwa vyombo vya habari, muungano wa AFC unaolijumuisha kundi la M23 umeeleza kukerwa kwake kufuatia kile inachoeleza kuwa ni ukiukaji mkubwa wa hatua ya usitishaji vita pamoja na haki za binadamu unaofanywa na utawala wa Kinshasa, hasa katika maeneo ya Walikale huko Kivu Kaskazini na Minembwe katika jimbo la Kivu Kusini. Muungano huo wa AFC M23 umesema umedhamiria kulifanyia kazi suala la amani katika kutatua mzozo unaoendelea nchini Kongo, na unasisitiza dhamira yake ya kulinda na kuutetea umma na kuondoa vitisho vyote. Ni Grace Kabogo huyu. Na hali huko mashariki mwa Kongo, tunabakia lakini kwenye taifa hilo la Kongo. Shirika la uhifadhi wa mazingira nchini humo ICCN limetoa tahadhari juu ya kusambaa kwa ugonjwa wa kimeta unaoathiri wanyama aina ya viboko katika mbuga ya Virunga huko Kivu Kaskazini. Shirika hilo limesema zaidi ya viboko 50 wamekufa ndani ya kipindi cha wiki mbili, hali inayoleta hofu kubwa kuhusu uwezekano wa watu wanaoishi katika maeneo ya karibu kupata maambukizi. Benjamin Kasembe na mengi zaidi kutoka Goma. Shirika hilo la uhifadhi wa mazingira nchini Kongo ICCN limeeleza kuwa ugonjwa huo unaweza kuwa na athari kubwa sio tu kwa wanyama bali pia kwa jamii zinazotegemea rasilimali za mbuga hii. Katika tangazo lao la tarehe 8 Aprili, wataalamu wa afya na wa wanyama wamesema viboko wasiopungua 50 wamekufa kutokana na kimeta kwenye ziwa Edward, jambo ambalo ni tishio kubwa kwa viumbe hao. Methode Uhozi, afisa na msemaji wa taasisi hiyo ya uhifadhi wa mazingira hapa mkoani Kivu Kaskazini, anaeleza. Tuliona kuna viboko ambavyo vilifariki na vingine vyenye vilionyesha alama ambazo sizo nzuri, na ilibidi kwa parki ya Virunga wakubwa wakatuma huko timu ambayo inakuwa na wa veterinaire na watu ambao wanazoea hiyo mambo ya kutunza wanyama. Walihakikisha kwamba kuna hiyo ugonjwa wanaita anthrax yenye
ambukiza hiyo viboko na njoo yenye inaacha hiyo viboko inafariki. Picha zilizosambazwa na wakazi wanaoishi kando na ziwa Edward ambalo ni muhimu katika ukuaji wa uchumi mkoani Kivu Kaskazini zilionyesha miili ya viboko ikielea kwenye mto Ishasha katika wilaya Ruchuru, huku miili mingine ikiwa ikikwama ndani ya tope kando na ziwa hilo lililo tajiri kwa aina ya samaki. Akizungumza na DW, Josue Kambasu, mwanaharakati wa mazingira na afisa mkuu wa uvuvi kwenye ziwa hilo, anaelezea hofu yake. Wakati hivi viboko vinaendelea kufariki hivyo, vinaoza kwenye bahari, na hiyo maji ndio maji ambayo binadamu wa kando kando ya bahari yote wanakunywa. Ni kusema inaweza kuwa hatari kubwa sana kama wataalamu hawakuje na kuona namna gani ya kupata suluhisho. Na hiyo tunawazia kama inaweza hata ikaambukiza zingine nyama. Virunga National Park itakuwa imekuwa kwenye hatari zaidi. Katika hatua za kisheria, ISSN imeanzisha operesheni za kukusanya taarifa zaidi na kuihamasisha jamii kuhusu hatari zinazoweza kutokea. Katika tangazo lililotolewa siku ya Jumanne wiki hii, ISSN iliwataka wakazi kuwa mbali na wanyamapori na kuchemsha maji kabla ya kunywa. Taarifa zinasema kuwa hifadhi ya Virunga inakadiriwa kuwa na viboko 12,000 na vyanzo vya ndani vimeeleza kwamba wakazi wa eneo hilo wanakabiliwa na kitisho kikubwa. Na mdemo, weekend inakaribia kuanza, naamini utakuwa na vitu vyepesi bwana, usipige vizuri. Wanasemaje watu mitandaoni? Kabisa, Rashid anasema mengi na nimeanza na kicheko kwa sababu nikikumbuka mambo ya Simba sura yako inanijia. Ndio. Lakini ndivyo ilivyo ambavyo kwenye mitandao. Mimi naanzia na ukurasa wetu wa Facebook pamoja na Instagram, ambapo tumekuwekea chapisho la picha ya klabu ya soka nchini Tanzania, Simba Sports Club. Sasa picha hiyo ina nini? Mimi Rashid naweza kuita baba lao la mitandao kutokana na yale yaliyohanikiza huko yanayosema, kwa sababu chapisho hilo tumekuandikia ikisema kwamba klabu hiyo imeweza kupata pointi 43 na imejitengenezea nafasi nzuri, kwani imeweza kushika nafasi ya 4 katika zile 10 bora za vilabu Afrika. Ala. Iko nambari 4 sasa. Nambari 4. Sitaki kuuliza kuhusiana na watani wao jadi wako nambari ngapi, endelea. Ndivyo hivyo ambavyo wewe kama utaki kuuliza, lakini kwenye maoni sasa niende moja kwa moja. Huyu anaitwa Gitigani Ibrahim anasema hakika tunastahili kushika nafasi ya juu. Wana Simba popote mlipo mnapaswa kutembea kifua mbele. Utopolo bado hawaamini wanachokiona. Lakini Habili Jordan anasema hebu tafadhalini DW futeni hiyo picha inanikera. Nadhani ushajua huyu anatokea wapi. Lakini Rebecca John anasema ifike mahala Simba iruhusiwe kuongoza hata nchi. Matokeo ya angekuwa haya majirani zetu sasa hivi wangekuwa wametoa t-shirt zilizoandikwa 4 CAF. Kwa wale ambao hawatokei Tanzania wajue kwamba timu mbili pale kubwa, klabu za soka Simba na Yanga, ni wapinzani wa jadi. Kwa hiyo mara zote kila mmoja humtupia kijembe mwenzake. Tambo ni za kutosha. Ndio. Lakini tukiachana haya na mambo ya Simba na mashabiki zake, tunageukia mengine mitandaoni Rashid, kuhusiana na masuala ya urembo, ambapo uongozi wa kitaifa unaoratibu shindano la kumsaka mlimbwende nchini Ivory Coast ambaye atawakilisha katika mashindano ya dunia yameweka sheria mpya. Na hii sheria ni kwamba washiriki wa shindano hilo la urembo Miss Ivory Coast hawatakiwi kusuka nywele za bandia wala kushonea mawivi. Lakini msimamo wa uongozi wao unasema kwamba washiriki wanaotaka kuwania kinyang'anyiro cha urembo wa Miss Ivory Coast wanatakiwa kuja wakiwa aidha wana nywele zao za asili ziwe ndefu ama fupi, ama hata wakiwa wamenyoa kabisa ni sawa. Lakini kuja na nywele ya bandia kwenye kuwania kinyang'anyiro ni hapana. Utalivaa wigi lako ama utashonea weaving zako huko, lakini kwenye mashindano haya ni marufuku na ni sheria. Nadhani ni pendekezo zuri. Sitaki nikuulize wewe kama unaliunga mkono wa Malawi. Wanasemaje waliosikia msimamo huo? Wamenikumbusha mambo ya kisura. Naomba nisome tu maoni haya watu wawili kwa haraka haraka. Anaitwa Tina Manengo anasema hii iwe sheria, kwani nchi za Afrika warembo wanaonesha uzuri wao wa asili, si wavalie nywele bandia ama kope. Lakini Shani Muhando anasema ifike mahala wa Afrika tujikubali na uzuri wetu wa asili. Wa kina dada unakuta mtu kashonea weaving ndefu na kiuhalisia haendani na asili ya nywele hiyo aliyoiweka.